Naam, hali gani mtazamaji wa Makini TV popote pale ulipo. Leo tumekuandalia makala ambayo inaangazia majiji 10 yenye idadi kubwa zaidi ya watu barani Afrika. Ambapo leo nitakupitisha kuanzia jiji la 10 hadi jiji la kwanza lenye idadi kubwa zaidi ya watu barani Afrika. Yafahamu majiji makubwa yanayoongoza kuwa na idadi kubwa zaidi ya watu barani Afrika. Kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa za mwezi Septemba mwaka 2025, Afrika inakadiriwa kuwa na wastani wa watu takriban bilioni 1.55, sawa na karibu 19% ya watu wote duniani. Ingawa bara zima la Afrika linakadiriwa kuwa na wakazi bilioni 1.55, takriban watu zaidi ya milioni 100, sawa na 6.5%, wanaishi ndani ya majiji 10 tu ndani ya bara la Afrika. Ungana na Makini TV katika makala hii inayoangazia majiji 10 yenye idadi kubwa zaidi ya watu barani Afrika na msukumo unaopelekea kuongezeka kwa idadi ya watu katika maeneo haya. Jina langu ni Sylvester Msofe. Na hapa ndipo safari yetu inaanzia, kutoka nafasi ya 10 hadi jiji lenye watu wengi zaidi barani Afrika. Namba 10 ni Addis Ababa, mji mkuu wa Ethiopia na makao makuu ya Umoja wa Afrika, lenye idadi ya watu takriban milioni 6 kwa mujibu wa takwimu za mwisho za mwezi Septemba mwaka 2025. Kutokana na jiji hili kuwa makao makuu ya nchi ya Ethiopia na bara la Afrika, watu kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya Ethiopia wamekuwa wakiingia Addis Ababa kutafuta fursa za ajira serikalini, biashara, elimu pamoja na huduma nzuri za kijamii zinazopatikana zimeendelea kuwavutia watu kutoka maeneo mbalimbali, hali inayochangia kuongezeka kwa kasi idadi ya watu. Umaarufu wake wa kisiasa unaipa nafasi ya pekee katika historia bara, wakati mikutano mingi ya viongozi wa Afrika na masuala ya kiusalama ikifanyika jijini humo. Namba 9 ni Abidjan, kitovu na injini ya uchumi wa Ivory Coast, lenye idadi ya watu takriban milioni 6.3. Abidjan ni moja ya vituo vikubwa vya biashara hasa katika ukanda wa Afrika Magharibi kutokana na kuwa na bandari kubwa, viwanda vikubwa, miundombinu rafiki kwa biashara zimefanya kuwa kivutio kwa watu wanaotafuta fursa za kiuchumi. Jiji hili pia ni kiungo muhimu katika masoko ya Ivory Coast na nchi nyingine za Afrika Magharibi kama Burkina Faso na Mali. Ukuaji wake unaonyesha namna bandari na biashara zinavyoweza kubadilisha jiji kuwa kitovu cha watu na mitaji. Namba 8 ni Khartoum, mji mkuu na kitovu cha siasa kwa nchi ya Sudani. Linakadiriwa kuwa na takriban watu milioni 6.8. Jiji la Khartoum limejengwa katika eneo muhimu ambako mito Nile ya bluu na Nile nyeupe hukutana. Nafasi hiyo ya kijiografia imeifanya kwa muda mrefu kuwa kituo muhimu cha biashara na usafirishaji nchini Sudani, kwa kuiunganisha nchi ya Sudani na maeneo ya Afrika ya Kati, Ethiopia na Misri, hali inayovutia idadi kubwa ya watu zaidi kuishi katika jiji hilo. Licha ya Sudani kuendelea kuathiriwa na changamoto za kiusalama na vita, makadirio ya idara ya Umoja wa Mataifa ya masuala ya kiuchumi na kijamii yanaonyesha kuwa idadi ya wakazi katika jiji la Khartoum itaongezeka hadi kufikia milioni 9.44 ifikapo mwaka 2050. Johannesburg, Afrika Kusini, linashikilia nafasi ya 7 kutokana na kuwa na idadi ya takriban wakazi milioni 7.1. Hili ndilo jiji kubwa zaidi nchini Afrika Kusini na kitovu cha uchumi wa nchi hiyo yenye kipato cha juu cha kati barani Afrika. Ongezeko la idadi ya watu linachochewa na ugunduzi wa madini ya dhahabu yenye thamani kubwa zaidi duniani, miundombinu maridhawa ya kifedha, teknolojia na biashara, pamoja na uwepo wa soko la hisa la Johannesburg ambalo ndilo kubwa zaidi barani Afrika, na hivyo kuvutia watu wengi zaidi barani Afrika kwenda kutumia fursa za kiuchumi ndani ya jiji hili, hali inayochangia ongezeko kubwa la idadi ya watu. Jiji la 6 ni Alexandria, linalopatikana nchini Misri. Alexandria lenye idadi ya takriban wakazi milioni 7.3 lipo kaskazini mwa Misri kwenye mwambao wa bahari ya Mediterania. Alexandria ni miongoni mwa majiji yenye historia ndefu zaidi Afrika. Jiji hili ni miongoni mwa majiji yanayokuwa kwa kasi zaidi barani Afrika kutokana na eneo lake la kimkakati katika biashara ya kimataifa. Uwepo wa bandari Alexandria ambayo ni kiungo muhimu cha biashara na usafirishaji kaskazini mwa Afrika. Bandari hiyo imekuwa ikichochea ukuaji wa kiuchumi pamoja na huduma bora za kijamii zinazochangia ongezeko la watu katika jiji hilo. Mbali na faida za kiuchumi, jiji hili limebeba historia ya kale ya ustaarabu wa dunia iliyotunzwa kwa zaidi ya miaka 2000 iliyopita.
jiji hili kubwa la kihistoria linakadiriwa kwamba litafikia idadi ya watu milioni 9 ifikapo mwaka 2050. Jiji la 5 lenye idadi kubwa zaidi ya watu barani Afrika ni Dar es Salaam nchini Tanzania, jiji ambalo linakadiriwa kuwa na idadi ya watu milioni 7.7. Watu wengi wanahama kutoka katika maeneo mbalimbali kuhamia katika jiji la Dar es Salaam kufuata fursa nzuri za kiuchumi zinazopatikana ndani ya jiji hili la Dar es Salaam. Uwepo wa bandari ya Dar es Salaam ambayo inatumika na nchi zisizo na bandari kama vile Rwanda, Burundi, Zambia kunaifanya Dar es Salaam kuwavutia watu wengi zaidi kutoka maeneo mbalimbali kuja kuwekeza hapa nchini Tanzania katika jiji hili la Dar es Salaam ambalo ndio jiji la kibiashara katika nchi ya Tanzania. Hili ndilo jiji lenye watu wengi zaidi nchini Tanzania na nchi jirani za Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi. Dar es Salaam si jiji tu lenye watu wengi zaidi Tanzania, bali ni moja ya vituo muhimu vya biashara na usafirishaji katika ukanda wa Afrika Mashariki. Ukuaji wake unachochewa zaidi na fursa za ajira, biashara, elimu, ujenzi, viwanda, huduma za kifedha pamoja na shughuli zinazohusiana na bandari. Jiji la Dar es Salaam ni kituo cha uchumi kwa Tanzania na lango muhimu la kibiashara kutokana na uwepo wa bandari ya Dar es Salaam ambayo inahudumia nchi zisizo na bandari kama Malawi, Zambia, Rwanda na Burundi. Takwimu zinaonyesha kuwa idadi ya watu ndani ya jiji la Dar es Salaam inakadiriwa kwamba itaongezeka kutoka milioni 7.7 ya sasa hadi milioni 13.16 kufikia mwaka 2050, ambayo ni sawa na ongezeko la watu milioni 5 ndani ya miaka 25. Namba 4 inashikiliwa na jiji la Kinshasa linalopatikana katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kinshasa ina idadi ya watu wapatao milioni 10.94. Kinshasa ni jiji ambalo idadi yake imefikia kiwango cha zaidi ya watu milioni 10 na hivyo kuwa moja ya mega cities za Afrika. Ukuaji wake unachochewa na nafasi yake kama mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uhamiaji wa watu wa ndani unaochochewa na sababu za kiusalama pamoja na shughuli kubwa za biashara na huduma za kijamii. Vile vile, kiutamaduni Kinshasa ni kitovu cha muziki wa Kongo ambao umeenea sehemu mbalimbali barani Afrika na duniani kwa ujumla. Jiji linaloshika nafasi ya 3 ni Luanda kutoka nchini Angola. Jiji hilo linakadiriwa kuwa na jumla ya wakazi wapatao milioni 11.37 kwa mujibu wa takwimu za idara ya Umoja wa Mataifa ya masuala ya kijamii na kiuchumi katika ripoti yake ya mwezi Septemba mwaka 2025. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, jiji hilo limekuwa kwa kasi zaidi ndani ya kipindi cha robo karne kilichopita, kutoka wakazi 715,000 mwaka 2000 hadi kufikia watu milioni 11.3 mwaka 2025. Ongezeko hilo la watu limechochewa na maendeleo ya sekta ya mafuta, biashara na uwekezaji. Hata hivyo, inakadiriwa kuwa ifikapo mwaka 2050 idadi ya watu katika jiji hili itafikia milioni 15.6. Namba 2 inashikiliwa na jiji la Lagos kutoka nchini Nigeria. Lagos inakadiriwa kuwa na watu takriban milioni 12.79. Jiji hili ni moyo wa kiuchumi wa taifa hilo lenye uchumi mkubwa miongoni mwa mataifa ya Afrika. Ukuaji wake unachochewa zaidi na kasi ya kibiashara, uchumi wa viwanda, miundombinu ya teknolojia na usafirishaji. Sekta ya burudani ikijumuisha muziki wa filamu vinafanya jiji hili kuwa na shughuli nyingi zinazowavutia watu wengi zaidi barani Afrika. Jiji linaloshika nafasi ya kwanza kuwa na idadi ya watu wengi zaidi barani Afrika ni Cairo lililopo nchini Misri. Cairo inakadiriwa kuwa na wakazi milioni 25.5. Idadi hiyo ya watu waishio Cairo ni kubwa sana kuzidi nchi nyingi duniani. Kinachowavutia watu wengi zaidi kumiminika katika jiji la Cairo ni pamoja na uwepo wa mto Nile unaowavutia wengi kufanya shughuli za kilimo cha umwagiliaji, upatikanaji rahisi wa huduma za kiserikali, miundombinu bora ya usafirishaji, mazingira rafiki ya kibiashara, elimu, viwanda pamoja na nafasi yake ya kisiasa kaskazini mwa Afrika na Mashariki ya Kati. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa Cairo ilikuwa na takriban watu milioni 15.7 mwaka 2000 na imefikia milioni 25.5 mwaka 2025, ikiwa ni sawa na ongezeko la takriban watu milioni 9.9. Utabiri wa Umoja wa Mataifa unaonyesha kuwa idadi hii inaweza kufikia zaidi ya milioni 32 mwaka 2050, sawa na ongezeko la watu milioni 6.8 kwa kipindi cha miaka 25.
Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa ukuaji wa mijini utaendelea hadi mwaka 2050, huku majiji kama Dar es Salaam nchini Tanzania na Addis Ababa nchini Ethiopia ikitarajiwa kuvuka alama ya wakazi milioni 10. Hivyo basi, kinachojengwa leo katika majiji haya ndicho kitakachoamua namna Waafrika watakavyoishi miaka 25 ijayo.